Je, umewahi kufikiria kwamba kuna kitu kidogo sana jikoni kwako, lakini kinaweza kubadilisha afya yako kwa kiwango kikubwa? Ninazungumzia karafuu. Watu wengi wanaitumia kuongeza ladha ya chai au chakula, lakini wachache wanajua kwamba ndani yake kuna nguvu kubwa ya kiafya. Leo utajifunza kinachotokea mwilini mwako ukianza kunywa maji ya karafuu kila siku. Utafahamu faida zake, namna sahihi ya kutumia na tahadhari muhimu unazopaswa kuchukua. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba anakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Karafuu ni nini? Karafuu ni maua yaliyokaushwa kutoka kwenye mti wa asili unaokuwa katika maeneo ya joto. Ndani yake kuna kiambatwa kiitwacho eugenol ambacho kina uwezo mkubwa wa kupambana na bakteria, kupunguza maumivu na kupunguza uvimbe mwilini. Hii ndiyo sababu karafuu imekuwa ikitumika kwa muda mrefu katika tiba za asili na hata katika baadhi ya dawa za kisasa. Unapokunywa maji ya karafuu mara ya kwanza, moja ya mambo ya kwanza yanayotokea ni kuimarika kwa kinga ya mwili. Mwili wako unapata uwezo mkubwa zaidi wa kupambana na vijidudu vinavyosababisha magonjwa kama mafua, kikohozi na maambukizi mbalimbali. Hii husaidia mwili kuwa na ulinzi wa asili unaofanya kazi kila siku. Faida nyingine muhimu ni kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Watu wengi hukumbwa na matatizo kama gesi tumboni, kuvimbiwa na kukosa hamu ya kula. Maji ya karafuu husaidia kuchochea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hivyo unaweza ukaanza kuona mabadiliko kama kupata choo kizuri, kupungua kwa gesi na hata kuongezeka kwa hamu ya kula. Karafuu pia ina mchango mkubwa katika afya ya kinywa. Ina uwezo wa kupunguza bakteria mdomoni. Hivyo husaidia kupunguza maumivu ya meno na harufu mbaya ya kinywa. Ndiyo maana hata zamani watu walikuwa wanatafuna karafuu kama njia ya asili ya kulinda afya ya meno. Kwa upande wa kusafisha mwili, karafuu husaidia kuboresha kazi ya ini ambalo lina jukumu la kuondoa sumu mwilini. Ini likifanya kazi vizuri mwilini huwa na uwezo mzuri wa kujisafisha, jambo ambalo linaweza kusaidia kuimarisha afya kwa ujumla na kuongeza nguvu mwilini. Pia karafuu husaidia kuboresha mzunguko wa damu. Hii ina maana mwili unapata virutubisho na oksijeni kwa ufanisi zaidi, hali inayoweza kusaidia kuongeza nguvu, stamina na hata kuchangia afya ya uzazi kwa baadhi ya watu. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa karafuu inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba hii si mbadala wa dawa za hospitali, bali ni nyongeza inayoweza kusaidia pale inapotumika kwa usahihi. Ili kupata faida hizi, ni muhimu kujua namna sahihi ya kuandaa maji ya karafuu. Kwanza, chukua karafuu 5 hadi 10, weka kwenye kikombe kimoja hadi 2 vya maji. Kisha chemsha kwa dakika 5 hadi 10. Baada ya hapo, acha ipoe kidogo na kunywa ikiwa na uvuguvugu. Inashauriwa kunywa mara moja kwa siku, hasa asubuhi kabla ya kula. Licha ya faida zake, kuna makosa ambayo watu wengi hufanya. Wengine hutumia kiasi kikubwa wakidhani watapata matokeo haraka, jambo ambalo si sahihi. Wengine hutumia kila siku bila kupumzika au bila kuzingatia hali zao za kiafya. Ni muhimu kukumbuka kwamba karafuu ina nguvu kubwa, hivyo inapaswa kutumika kwa kiasi na kwa uangalifu. Matumizi kupita kiasi yanaweza kuleta madhara badala ya faida. Kuna pia tahadhari muhimu ambazo wajawazito wanapaswa kushauriwa na daktari kabla ya kutumia. Watu wenye vidonda vya tumbo wanahitaji kuwa waangalifu. Pia matumizi ya muda mrefu bila ushauri wa kitaalamu hayapendekezwi. Kwa ujumla, karafuu ni kiungo kidogo lakini chenye uwezo mkubwa wa kusaidia afya ya akili. Inaweza kuimarisha kinga, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kusaidia afya ya kinywa na kuchangia ustawi wa mwili kwa ujumla.
lakini mafanikio yake yanategemea matumizi sahihi. Kiasi kidogo kinatosha na uelewa sahihi ni muhimu zaidi kuliko matumizi kupita kiasi. Sasa uamuzi uko mikononi mwako. Unaweza kuendelea kuitumia karafuu kama kiungo cha kawaida tu au kuanza kuitumia kwa uelewa zaidi kwa ajili ya afya yako. Kama umejifunza kitu kipya, usisahau kushare na wengine ili nao wafaidike. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.